Kwa majina naitwa Dr. Alex P. Alexander, ni mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya ya Same. Tumeandaa kikao kifupi kwa ajili ya mafunzo kwa waganga viongozi wote wa famasia na wataalamu wa labu kwa ajili ya kupeana mafunzo namna sahihi ya kutumia mifumo ya GoToMIS. Kwa halmashauri ya wilaya ya Same tuna vituo 64 na vyote vinatumia mfumo wa GoToMIS katika kutibu wagonjwa, lakini pia tunatumia mfumo wa GPG kutengeneza control number kwa ajili ya wateja kulipia kwenye vituo vyote. Kwa hiyo tumekutana leo ili kuweza kupeana mafunzo, lakini pia kuhakikisha sasa tunaenda kutumia zile module zote zinazopatikana kwenye mfumo wa GoToMIS kwa 100%. Licha ya mafunzo haya, pia tunategemea kuwa na mafunzo ya bima ya afya kwa wote kwa waganga viongozi wa famasia na CHMT na watumishi wote wa afya. Tunategemea kuandaa mpango kazi ambao utareflect swala la bima ya afya kwa wote. Kwa hiyo hiki ni kikao kazi cha siku 3. Tumekutana ili kuhakikisha wateja wetu wa Same wanapata huduma bora ya afya, lakini pia tunatumia mifumo kwa usahihi wakati tunapoingia kwenye bima ya afya kwa wote ili kuweza kuleta matokeo tarajiwa na serikali. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuhakikisha kwamba ndani ya siku 100 tunaanza utekelezaji wa bima ya afya kwa wote. Swala hili litasaidia sana wale wazee wetu, wajawazito na watu mbalimbali walio kwenye makundi maalum wasio na uwezo kuweza kupata huduma bora ya matibabu, na wakati huo pia vituo vikiweza kutengeneza mapato na kuweza kujiendesha bila kuasili utoaji wa huduma. Upande wa kuhakikisha kwamba tunawafikia wote kwenye bima kwa wote, sisi kama halmashauri kupitia kikao hiki tumejipanga kwamba kwenye kila zahanati tutawapatia malengo ya kuhakikisha kwamba wanafika kwenye kaya zilizopo kwenye maeneo yanayozunguka zahanati, kituo cha afya na hospitali. Lakini pia sisi kama timu ya wilaya tutapita kata zote kufanya mikutano na kuhamasisha wananchi kutumia bima ya afya kwa wote. Wakati tunapita kuhamasisha, tunatoa rai kwa wananchi, lakini pia tunatoa rai kwa serikali za mitaa na serikali za vijiji na vitongoji kuhakikisha kwamba wote tunakusanyika kwa pamoja, tupeane hamasa, lakini pia tushiriki kwenye vikao hivi ambavyo vinajikita zaidi kwenye kutoa elimu, lakini pia kuhakikisha kama kuna mwananchi anayehitaji wa kuandikisha basi tunamwandikisha papo hapo, kwa sababu tunatembea na vifaa vyote vinavyosaidia kuandikisha. Na siku hizi mfumo wa bima ni kujiandikisha ni safe, kwa maana wewe mwenyewe unaruhusiwa kujiandikisha, lakini tunajua kuna changamoto ya matumizi ya mifumo kwa baadhi ya wananchi. Kwa hiyo sisi kupitia vituo vyetu tutasimama kuhakikisha kwa mwananchi anayetaka kujiandikisha basi tunamsaidia, anajiandikisha, anafanya malipo na anapata bima yake kwa wakati, ili kuendelea kutekeleza agizo na kuweza kuwafikia wote kwa wakati mmoja. Haya mafunzo na kikao hiki cha siku 3 kimejikita zaidi kuleta manufaa kwa wananchi, kwa maana kile ambacho tunaelekezana namna ya kusajili wateja, namna ya kutoa elimu, lakini pia namna ya kutumia mifumo mbalimbali ya ukusanyaji wa mapato, mifumo ya kutibu wagonjwa, inaleta tija kwenye vituo, kwa maana kuhakikisha kwamba vituo vinatoa huduma bora ya afya, lakini kuhakikisha pia vituo vinakusanya yale maduhuli ya serikali kama ambavyo panatakiwa na serikali, lakini pia inaleta tija kwa mwananchi, kwa maana mwananchi atapata huduma bora ya afya, lakini pia mwananchi atapata bima ya afya ambayo itamsaidia kupata matibabu kwenye ngazi zote za kituo. Kwa hiyo ina tija kubwa kuhakikisha kwamba tunamfikia mwananchi na mwananchi anapata bima ya afya kwa wote, na anaelewa pia bima ni nini na muktadha wa bima kwa jamii na faida yake pia wakati atakapopata changamoto, kwa sababu bima tafsiri yake kwamba mimi ambaye naumwa na yule ambaye haumwi tunakusanyika kwa pamoja tuhakikishe kwamba wote tunapata huduma. Manake sisi wote hatujui kesho yetu. Mimi naweza kuwa mgonjwa leo au naweza kuwa mgonjwa kesho, wakati huo kuna mgonjwa anatokea kesho kutwa. Wote kwa pamoja tunakuwa kwenye pool moja kuhakikisha kwamba siku yoyote mmoja kati yetu akiumwa anapata matibabu. Ndio maana serikali ikaja na mpango wa bima ili kuwa na pool moja ya matibabu kwa watu wote, bila kujali kipato, bila kujali ulemavu, bila kujali ana changamoto gani, lakini akipata shida yoyote inayohitaji matibabu basi aweze kupata matibabu kwa wakati na kwenye ngazi zote kuanzia zahanati hadi hospitali.